Huyo imetokana na Simba wenyewe kumrequest. Unajua kuna makocha wa aina mbili. Kama sio tatu tukimuongeza na Matola ambaye yupo ndani. Ukiachana na Matola ambaye yuko ndani apewa nafasi, kuna makocha ambao wametuma CV ambao ni wengi, lakini mimi nimeyapata wachache. Lakini kuna wale ambao Simba wenyewe wamepeleka taarifa, bwana tunaomba uwezekano wako vipi unapatikanika, kwa sababu hao wako kazini. Maana yake kuna wengine ambao wako kazini ambao wametupa CV na kuna wengine ambao hawako. Sasa Steven Beka ambao unamzungumza ni mmoja kati ya makocha ambao ni bora, ndio maana akakaa sana Stellenbosch, na Stellenbosch yenyewe imefanikiwa kwa sababu sio timu ya daraja hilo kwa sasa. Ukizungumzia kwamba ni miamba wa Afrika Kusini utakuwa ni uongo. Miamba wa Afrika Kusini kuna Orlando Pirates, kuna Kaizer Chiefs, saizi kuna Mamelodi Sundowns. Angalau unaweza kuzungumzia Super Sports, unaweza kuzungumzia jinsi ambavyo waliinuka. Lakini ukizungumzia Stellenbosch siku za hivi karibuni imekuwa kubwa kwa sababu ya uwekezaji wa timu hiyo ambayo kawekeza kwa kiwango kikubwa na imekuwa ikirise katika mashindano. Tumeona michezo na Simba na sasa hivi wako kombe la shirikisho. Lakini ukirudi kwa kocha mwenyewe utamuona kama ni kocha ambaye nature yake kafundisha kwenye timu moja muda mrefu. Je, ni timu ambayo ina pressure? Ni kocha wa aina gani? Steven Beka ni kocha ambaye ni muibua vipaji. Ni kocha ambaye hataki kukaa kwenye timu zenye pressure. Umeelewa? Yeye hapendi kukaa kwenye timu zenye pressure kubwa. Yaani sio hapendi, amekaa kwenye timu ambayo haina pressure. Ukimleta kwa timu kama Simba lazima itakuwa na utofauti mkubwa. Tofauti na Fadlu Davis ambaye alienda Raja Casablanca akiwa kocha msaidizi. Yule alikuwa anaonja pressure ya timu kubwa kwa sababu nje wataka matokeo, yani haijalishi wewe ni nani maadamu upo kwenye ile timu. Kwa hiyo ana faida zake kwa kuitengeneza timu ya Simba ambayo itakuwa sio project tena ya muda mrefu. Yaani sio project tena ya muda mfupi kwamba aje ameclick. Inatakiwa ni timu, ni kocha ambaye akifika akaitengeneze timu kama ambavyo ametengeneza Stellenbosch kwa muda mrefu na amekuwa amepata mafanikio. Kwa hiyo Simba unafikiri unaweza kukubaliana na kocha ambaye anaweza kutengeneza timu kwa muda mrefu? Simba inahitaji matokeo hivi. Wao ni result oriented. Huyo ni moja kati ya makocha ambao kama akimpata tabidi wampe muda, wamtengee muda kwa ajili ya kukriki. Of course katokea lakini bado wampe muda ili click. Kuna kocha mwingine anaitwa Francis Atega. Huyu ndio kocha ambaye alikuwa pale Petro Atletico de Luanda. Atega huyu ni kocha ambaye Simba wenyewe wakaona tuulize inawezekana, kuna uwezekano. Kaenda kubisha hodi. Nadhani kitu ambacho Simba walikiona kinawezekana ni kwamba pesa au mshahara ambao wanapata wa Angola makocha inawezekana kwa Simba ni mkubwa zaidi. Kwa unajaribu kwenda kumshawishi, umeona, kuona kama anaweza kapata uwezekano wa kwenda Simba. Na kumbuka kwa kwenye kundi moja. Kwa hiyo Simba taarifa ambazo zinazipata ndio wao wamerequest hasa kupitia kwa wakala wake kwamba bwana huyu anapatikana. Kama anapatikana basi tufanye jambo. Kwa hiyo mpaka dakika hii Simba anasubiri majibu na wakae sasa kama kikao waone kama kuna uwezekano. Na huyo ndio kipaumbele cha Simba akipatikana. Kwa sababu Atiga ndio ambaye amewapasua Simba dimba la Mkapa, amevunja mwiko kwa Mkapa atoki mtu. Umeelewa? Ni kocha ambaye wanaona kama ana value ya kuwepo ndani ya Msimbazi. Ni kocha ambaye hasili yake alishai kupita Barcelona. Umeelewa? Amefundisha timu ya vijana ya Barcelona. Kwa hiyo ni kocha ambaye ukiangalia profile yake itabidi kidogo utingishike, ni nzito. Kwa hiyo Simba wenyewe wanamtaka huyo kocha. Ukiachana na huyo kuna mtu anaitwa Mohamed Sahil ambaye yeye ashakupitia pale Club Africain. Ni kocha ambaye yeye sasa ndo naye katuma CV. Kwa sababu sasa hivi hana timu. Umeelewa? Hana timu. Katuma CV. Kwa hiyo katika hizo CV ambazo zimetumwa na hiyo ipo. Kuna mwingine tena kocha mwingine ambaye katuma CV. Naye alishakupitia Atletico de Luanda hapo. Ambaye miaka ya nyuma alipita, yeye alitoka 2017 alishaifundisha timu ya vijana Atletico de Luanda. Mpaka 2019 wakampandisha timu ya wakubwa. Huyo ni Mhispania, hata huyo niliyomzungumza wote ni wa Hispania. Akampandisha timu ya wakubwa, amekaa 2019 mpaka 2021 wakaachana naye. Huyo anaitwa Antonio Cosano Santos.
Sawa, huyo ni kocha ambaye ashapita hapo. Baada ya kutoka hapo akaenda Magrebu, ile ya Magrebu Atletico ya Morocco. Kwa hiyo pale baada ya pale hana timu. Akaomba, bwana Simba, naweza nikapata nafasi ya kuongoza timu yenu? CV zipo za kutosha. CV sio, hao ni wachache nao kuambia. Lakini zipo CV. Au nimekutajia ngapi? 4. Huyo kocha aliondoka Atletico Petro de Luanda, timu ikiwa inaongoza, hajai kuchukua kikombe. Unajua timu kubwa unapoongoza toka 2019 mpaka 2021 unaongoza, upo kwenye timu haijachukua ubingwa, maana yake mimi nasema ulifeli. Ila sasa bahati mbaya kwake, wakati anaondolewa kwenye timu ya Petro Atletico de Luanda, timu ilikuwa inaongoza ligi. Umeelewa? Sema kwenye mashindano ya kimataifa, kwa sababu timu Angola huwa wana nafasi pia, yani kwa sababu ya nafasi zao mpaka 4 wanapata. Kwa nao ikawa miongoni mwa timu ambazo ziingia kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Ikawa alifungwa kocha katika timu za Wydad Casablanca na Oroya. Zile ndio zikafanya akatimliwa, lakini kwenye ligi alikuwa anaendelea vizuri. Alivyo Maghreb akaenda kule ngumu, mechi ya 3 wakamtimua Masabu akufanya vizuri. Kwa hiyo amekaa hana timu. Baada ya kuona fursa Matatu kaondolewa huku, kaona jamani mimi nipo hapa na inakuaje? Vipi naweza nikapata nafasi? Kwa kuna makocha 4. Chochote kinaweza katokea ndani ya Simba. Yaani hao makocha ndio nimewataja mimi ambao ninafahamu. Lakini nimeambiwa kuna makocha wengi, tabii nipewe listi nzima ya tuje tutawataja hapo, na natumai tukipata listi tutakuja kuwasoma na Lugano hapo makocha ambao wamepeleka CV Msimbazi. Lakini tumewazungumzia baadhi ya makocha ambao tayari Simba wamekwenda kubisha hodi. Next time tutazungumza mengi Lugano. Leo nikushukuru sana. Nikushukuru sana, lakini tumuombe Matola ndo apewe hii timu. Na huenda Simba wakimtumia Matola kuwa kocha mkuu. Hii niliseme kabisa, Simba anaweza wakarudi kwenye rhythm yao nzuri. Yaani timu ya Simba ili irudi kwenye rhythm yake hahitaji kocha ambaye atakuwa na pressure hawajui wachezaji. Matola na kitu cha kuanzia. Mfano 2016 wakati Simba inakuja kwenye ubora wake, si ndio? Unajua Simba kabla 2016 ilikuwa imestruggle sana katikati, kwa eleweki na pigwa sana. Lakini akapita Omoga, akapita na Dan Kerry. Kipindi hicho Omogi kapita, alivyoondoka Omoga kaja Dan Kerry, wakamwacha mtu anaitwa Jackson Mayanja, kocha kutoka Uganda huyo. Jackson Mayanja akaitengeneza Simba. Kumbuka huyo kocha alikuwa kocha msaidizi, akawa hana pressure, akaitengeneza Simba, mashindano akaenda nadhani kwa Kagame, akaenda kuifanya Simba ikawa bora. Na hicho ambacho nakiona kwa upande wa Matola. Matola wakimpa timu itakuwa na utulivu, kwa sababu wachezaji wanamjua Matola, Matola anamjua mchezaji, wachezaji watakuwa na utulivu. Matola anajua jinsi ya kuwatumia sasa hivi. Kwa Simba inaweza kukaa hivi. Ikishatulia ndio unakuja kumleta kocha ambaye atakuja ku harmonize nini? Kikosi. Kwa hiyo Simba wafikirie vizuri. Wataweza kuleta makocha wote, lakini Matola anaweza kaa solution. Lakini kabla hata ya Matola, unaweza kumwachia Matola kama hawajatibu madhaifu na ugonjwa uliopo ndani ya Simba, hawatoboi, kwa sababu Simba ukiangalia sasa hivi shida ya kiuongozi ni kubwa sana ndani ya Simba. Shida ya kiuongozi ndani ya Simba ni kubwa. Kwa wakienda kutibu shida ya kiuongozi ndani ya Simba, majibu ni mepesi tu. Hata kocha yote anateleza, hata wewe mwenyewe ukateleza ndani ya Simba. Kitonga namna hii. Shukrani sana. Kitonga ganda la ndizi.